Naam bwana, moja kati ya warembo ambao wamekuwepo katika mitandao ya kijamii na watu wengi sana wamekuwa wakiwachukulia poa ni huyu anayefahamika kwa jina la Pipi Tida. Bwana, huyu Pipi Tida bwana ni moja kati ya wasichana ambao wamepata umaarufu kutokana na tendency ya kuposti content katika mitandao ya kijamii akiwa na katika miuno sio ya kawaida. So amepata umaarufu kwa hiyo issue. Umeona bwana. Kwa hiyo Pipi Tida bwana baada ya kuonekana akiwa katika huko mitandaoni kwa muda mrefu, watu wengi sana walikuwa wanambeza, wanamsema vibaya, wanamtolea mifano vibaya na vitu vingine kama hivyo, lakini at the end of the day binti huyu akaja akaonyesha kwamba kumbe ameamua kujenga nyumba. Yani kwa hii system tu ya kuposti content mitandaoni, mrembo huyu bwana yuko na gari aina ya Rumion, lakini pia vile vile amejenga jijini Dar es Salaam. Umeona bwana Sasa wadau bwana wanasema kwamba kazi ile ya kukatika mitandaoni haiwezi kumpatia yeye fedha za kujenga nyumba. Wengine wakaanza kumzushia kwamba anadanga, wengine wakasema kwamba anajiuza na vitu vingine kama hivyo. Sasa bwana, hivi karibuni kuna shekhe mmoja bwana amejitokeza na kusema kwamba bidada huyu bwana amekuwa akiingiliwa kinyume na maumbile kwa ajili ya kupata fedha, na ndio mpaka ikapelekea yeye kuweza kujenga jengo ambalo yuko nalo kwa sasa. Sasa Pipi Tida mwenyewe amekutana na hizo video na amekerwa nazo, hajapendezwa nazo. Moja kwa moja bwana ameamua kuja kulizungumzia swala hilo directly kumlenga huyu shehe kwa yale ambayo ameyazungumza kumhusu yeye. So nataka hapo umsikilize mwenyewe Pipi Tida jinsi alivyomjia juu shehe huyo kwa hayo ambayo ameyazungumza. Kwa salama. Habari zenu, natumaini mko salama. Kwa majina naitwa Pipi Tida. Sorry kwa kauli nitakayoongea kama itakuwa mtu nimemkwaza, ila mimi hiki kitu kimenikwaza sana sana sana, ndio maana nimekuja mbele yenu kuongea. Kutokana na kauli ya Sheikh Shabani Pembe alichokiongea. Sheikh Shabani Pembe, mimi na imani hunifahamu, ila unanijua kwa kuniona tu, si ndio? Kitendo cha kusema mimi habari zenu ingiliwa kinyume na maumbile ndio maana nimejenga, sijapendezwa nacho Sheikh. Sio vizuri. Mimi nilika, kama sio mtoto wako basi una ndugu yako mwenye lika kama la kwangu mimi. Ungemsikia anaongelewa kama ulivyoongea wewe, ungejisikiaje? Tena anatajwa hadi jina. Ungejisikiaje Sheikh? Sheikh Shabani Pembe, ulikuwa unanihitaji, nimekukataa. Ulikuwa unahitaji unifanye mimi kinyume na maumbile, maana mamlaka yako ya akili yalikuwa yanakuonesha kuwa mimi ninavyofanya, ninavyochezwa, basi naingiliwa kinyume na maumbile. Ndio maana ulikuwa unahitaji kunifanya kinyume na maumbile. Kitendo cha kukatalia, umeamua kuwaaminisha watu kuwa mimi nafanywa kinyume na maumbile ikiwa wewe nimekukatalia. Unahisi ni sahihi ulivyoongea? Unahisi ungemsikia mtoto wako anaongelewa hivyo kwa mtu ambaye alikuwa anamhitaji amfanye kinyume na maumbile, anamchafua? Ungejisikiaje Sheikh Shabani ingiliwa kinyume? Lakini leo hali ipoje katika jamii ya Waislamu? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.